Mtazamaji wa Bugana TV, inaelezwa kwamba wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, taarifa zinadai ya kwamba basi lao ama mabasi mawili, moja la wachezaji wa klabu ya Simba na lingine lilikuwa ni wazee wa timu hiyo, yalifika usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa pale jijini Dar es Salaam kwa ajili ya wachezaji au kufanya mazoezi. Inaelezwa kwamba bado haijawa rasmi kwamba basi moja lilikuwa ni la wachezaji wa Simba, lakini basi lingine ni la wazee wa timu hiyo. Kwa hiyo hali hiyo, wakati ambapo Simba wanahitaji kuingia uwanjani, hali hiyo ilisababisha kutokea kwa mvutano kati ya mabounsa wa Simba na wale wa Yanga ambao wameonekana kuwazia wazee na wachezaji hao wa Simba wasiingie uwanjani na kufanya mazoezi. Lakini uzuri ni kwamba tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi nini haswa shida, kipi haswa ambacho kimetokea, kama ambavyo tunapata kushuhudia katika picha hapo, wakizuiwa Simba kuto kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi. Lakini inaelezwa kwamba chanzo bado hakijajulikana zaidi, lakini unapata kushuhudia hapo kwa mbali, bila shaka ulinzi utakuwa imara, watu wakiwa wamejitokeza kwa wengi kwenda kushuhudia haswa nini ambacho kinaendelea. Lakini kama ambavyo nimeshakwambia kwamba tunaendelea kufuatilia zaidi taarifa mbalimbali zitakapotufikia, sisi tutaendelea kukujuza na kuambia shida ni nini ambacho kimewakuta, ama haswa shida ni ipi iliyotokea mpaka Simba kushindwa kuruhusiwa kuingia uwanjani. Lakini taarifa za hivi punde inaeleza kwamba mabasi yalikuwa mawili, moja la wachezaji wa klabu ya Simba na nyingine ilikuwa wazee wa timu hiyo. Kwa Simba alikuwa anadaiwa kufika kwa Mkapa usiku kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi. Tunaambiwa ni siku chache kweli zimesalia kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Nakwambia kwamba siku ni moja pekee yake imesalia kuelekea katika mchezo huo, lakini bado haijajulikana. Sisi tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi tuweze kufahamu haswa shida ni nini iliyotokea. Lakini taarifa za awali zinaeleza hivyo, sio taarifa rasmi, lakini ni taarifa za awali kabisa zinaeleza kwamba shida ni kwamba kilichopo hapo, shida ni kwamba hizo basi ambazo zinakuja. Lakini kama ambavyo nimekwisha kueleza, kwamba sisi tuko hapa kuendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi sakata hii, namna ambavyo usiondoke mbali na channel ya Bugana TV. Hapa na nafasi ya kuandika subscribe na unatani notification ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu tunapopandisha hewani zaidi. Tunaendelea kukujuza na kuhabarisha haswa shida ni kipi kilichotokea mpaka Simba kushindwa kuingia hapo uwanjani. Lakini taarifa za awali kama ambavyo nimekwisha kueleza, lakini endelea kukaa karibu na mitandao yetu ya kijamii, tutakuletea zaidi kwenye kile ambacho tutachokipata kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Basi sisi tutakujuza na kukuambia haswa bwana, shida hapa ilikuwa hii na hii. Lakini kubwa ni sisi tuendelea kukaa karibu na mitandao yetu ya kijamii ya Bugana TV, subscribe na comment, tutakueleza kinanga ubaga zaidi shida haswa ni nini ili kuwakuta Simba mpaka kushinda kuingia ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa zaidi zitaendelea kukujuza, lakini kama pia mamlaka husika itatoa taarifa yoyote endelea kukujuza. Hizi ni taarifa tu za awali ambazo inaelezwa. Naposema inaelezwa kwamba hakuna uhakika kwenye kile ambacho kimetajwa hapo. Kuna taarifa nyingine yote, basi sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba unakwenda kufahamu moja kwa moja. Basi sisi tutakuletea ni jambo tu la kufanya asubuhi tuweze kushuhudia na kuona, labda kama kuna tamko lolote litatolewa ama taarifa kwa umma kama itatolewa, basi sisi tutakujuza na namna ambavyo hali itakavyokuwa. Lakini tukio lenyewe ni
Hiyo geti nani basi la Simba hapo aliingii. Hapo penye mtu hapo anakufa mtu pale, mimi nakwambia.